Rais wa Marekani Donald Trump amerudia tena wito wake kwa Iran wa kufungua mlango wa Hormuz, akitoa kile alichokitaja kuwa ni muda wa mwisho wa saa 48. Katika ujumbe alioandika Jumamosi hii kwenye jukwaa lake la Truth Social, Trump amesema muda unaisha haraka na kuonya kuwa hatua kali zitachukuliwa iwapo Iran haitofungua njia hiyo muhimu ya kimkakati kwa usafirishaji wa mafuta na biashara ya kimataifa. Mkumbuke, nilipoipa Iran siku 10 kufanya makubaliano au kufungua mlango wa Hormuz, aliandika Trump. Muda unaisha, saa 48 kabla ya jehanamu yote kuanza kuwashukia. Hadi sasa Iran bado haijajibu vitisho hivyo vya Trump. Wakati huo huo, Urusi imelaani vikali shambulio la pamoja la Marekani na Israel dhidi ya kituo cha nyuklia cha Bushehr nchini Iran, ikitaka mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nyuklia yakome mara moja. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, Maria Zakharova, amesema tukio hilo limesababisha vifo na ni kitendo kinachopaswa kulaaniwa. Tunalikemea vikali tendo hili ovu lililosababisha kupotea kwa maisha ya watu, alisema. Mashambulizi dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran, ikiwemo kinu cha nyuklia cha Bushehr, lazima yasitishwe mara moja. Kampuni ya nyuklia ya serikali ya Urusi, Rosatom, pia ilisema imeanza kuwaondoa wafanyakazi 198 katika kituo hicho kufuatia shambulio hilo. Kwa upande mwingine, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amemweleza katibu mkuu wa NATO Mark Rutte kuwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vimeunda kile alichokiita msuguano wa kimkakati, na ametoa wito wa juhudi zaidi za kimataifa kukomesha mgogoro huo. Katika taarifa, kurugenzi ya mawasiliano wa Uturuki ilisema viongozi hao wawili walijadili maendeleo ya kikanda na kimataifa pamoja na masuala yanayohusu NATO katika mazungumzo ya simu. Erdogan alisema msaada wa NATO kwa Uturuki katika ulinzi wa anga wakati wa vita unaonyesha nguvu ya kuzuia na mshikamano wa muungano huo. Wakati huo huo, wachambuzi wa kijeshi wanaeleza kuwa marubani wa jeshi la anga la Marekani hufundishwa mbinu za kuishi, kujificha na kuepuka kukamatwa wanapodondoshwa katika eneo la adui. Marina Miron, mtafiti katika idara ya masomo ya ulinzi ya chuo kikuu cha King's College London, alisema huenda rubani aliyepotea anajaribu kujificha na kuishi hadi atakapookolewa. Aliongeza kuwa hali yake inategemea majeraha aliyopata, chakula alichonacho na mazingira ya eneo alilokuwepo, huku Iran ikitangaza zawadi kwa raia watakaomkamata rubani huyo. Kwa upande mwingine, kamandi ya pamoja ya kijeshi ya Iran ya Hatam al-Anbiya imesema Iran ilitumia mfumo mpya wa ulinzi wa anga Ijumaa kuidungua ndege ya kivita ya Marekani. Msemaji wa kamandi hiyo alisema Iran hakika itafikia udhibiti kamili wa anga yake. Kabla ya tukio hilo, Trump pamoja na waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth walikuwa wamedai kuwa anga la Iran liko chini ya udhibiti kamili wa Marekani.